Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yaonya kuficha mafuta, yaagiza URA ikague maghara, timu kufuatilia yaliyopo njiani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Marekani yataja vipaumbele ushirikiano na Zanzibar, habari katika kurasa za ndani. TRA yaanza kufanyia kazi mapendekezo mfumo wa kodi, habari katika ukurasa wa 3. Pinda wanandoa wawe wa kweli, ahoji sababu ya wanaume wanaorudi nyumbani asubuhi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Tume ya uchunguzi yatarajiwa kuwezesha maridhiano, habari katika ukurasa wa 3. Mtoto ajinyonga kisa kukemewa, aache kudokoa mahindi, habari katika ukurasa wa 4. Tanzania Austria kutekeleza maeneo manne ya kimkakati, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mauaji ya utata ya shika kasi. Familia yagomea taarifa ya polisi kuwa ndugu yao amekufa kwa kuishiwa pumzi. Wadai kipigo, akiwa mikononi mwa mgambo. Mume asimulia mkewe alivyouawa kwa kisu dawa. Habari picha inamuonesha Lina Kabamba enzi za uhai wake. Mgambo wadaiwa kuua raia Mwanza. Jeneza lenye mwili wa marehemu Nyandonga anayedaiwa kuuawa kwa kipigo na mgambo jijini Mwanza. Picha ndogo ni ya Nyandonga enzi za uhai wake. Undani wa matukio haya ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Kitanzi wa hujumu soko la mafuta, habari ni katika ukurasa wa 6. Hatutarajii kuona mfanyabiashara yeyote akificha mafuta kwa kisingizio cha kusubiri ya pande bei. Nchi ina akiba ya kutosha. Serikali imejipanga kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma hiyo bila vikwazo. Katika hili tumejipanga. Hii ni nukuu ya waziri wa nishati Deogratius Ndejembi. Umbali shule unavyoathiri wanafunzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Hii ni ripoti maalum katika ukurasa wa 11. Sugu atahadharisha, agusia Oktoba 29. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya Nyasa Joseph Mbilinyi Sugu amesema. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Yakiwa haya ni mahojiano maalum, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yatangaza hatua nyeti
upatikanaji wa mafuta ni kufuatia vita inayoendelea Marekani, Israel na Iran katika ukanda huo, yawahakikishia wananchi uwepo wa akiba ya mafuta ya kutosha. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Yonazi adada na mkurugenzi mtendaji TACAIDS. Habari katika ukurasa wa 4. UTT AMIS wapanda mlima Kilimanjaro. Habari katika ukurasa wa 4. TMA JNIA zaadhimisha siku ya hali ya hewa kwa elimu. Habari katika ukurasa wa 4. DC Ubungo aida wananchi kambi maalum ya afya. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yaboresha bandari kuinua uchumi. Habari katika ukurasa wa 3. Vita Iran yaendelea kusababisha vifo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Jamii na jukumu la kujikinga na kipindupindu msimu wa masika. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mapya upatikanaji wa mafuta nchini. Serikali yatangaza akiba iliyopo, yaunda timu kufuatilia meli zinazokuja. Iran yadhibiti njia kuu ya mafuta kuikomoa Marekani. Habari katika ukurasa wa 15 pamoja na ukurasa wa 19. Nukuu ya waziri Deogratis Ndejembi ikisema, hatutarajii kuona wananchi wanahangaika kutafuta mafuta wakati depo zetu zina akiba kutosha. Serikali imejipanga kuhakikisha hali ya upatikanaji wa mafuta nchini inabaki kuwa thabiti. Nipashe limeandika CWT yawasilisha ombi maslahi bora ajira zaidi za walimu. Habari katika ukurasa wa 3. Ripoti ya uchunguzi nyendo za ujasiriamali zinavyogeuka kiini cha vifo. Habari katika ukurasa wa 5. Mapinduzi tiba TB akili unde yachukua nafasi. Habari katika ukurasa wa 9. Utata wa vifo fundi simu afya mikononi mwa mgambo, mzee afariki chooni stendi. Habari katika ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Wizi vifaa vya magari garage washika kasi. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti ya Jamhuri ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kodi kufumuliwa. Tanzania yadaiwa kupoteza shilingi trilioni 14 kila mwaka. Dar es Salaam yachangia zaidi ya 70% ya kodi. Wadau waamini Mwanza, Arusha, Dodoma zina nafasi. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ndugu ya balozi Ombeni Sifue ikisema, Mheshimiwa Rais, hadidu za rejea ulizotupa zilibeba matarajio na matamanio ya wananchi kuhusu mfumo wa kodi wanaoutaka. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Taswira utawala bora yatikiswa. Wananchi wengi wa hofu. Viongozi wa kisigina sheria Serengeti Mbeya. Nyumba za bomolewa bila amri ya mahakama. Wafanyakazi walipo kwa hadi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Kagera kinara matukio ya mauaji. Habari katika ukurasa wa 4. Trump njia panda Iran. Washirika wameguka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Kodi zetu ni mzigo kwa wale. Habari ni katika ukurasa wa 7. Miaka 5 baada ya kifo cha Magufuli. Habari katika ukurasa wa 16. Jinsi ya kumshtaki askari aliyokuweka mahabusu. Habari katika ukurasa wa 21. Lakini pia gazeti Jamhuri michezo limeandika ukistaajabu ya waamuzi utayaona ya CAF. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika Marekani yakoshwa kasi ya maendeleo Zanzibar. Ni kauli ya kaimu balozi asifu kazi ya Rais Mwinyi, mwenyewe ahidi kuendeleza ustawi wa jamii. Habari katika ukurasa wa 2. Nukuu ya Rais Dr. Hussein Mwinyi ikisema, tutahakikisha tunaimarisha huduma za mawasiliano kwa sababu zinaleta tija katika kukuza uchumi. Habari picha inamuonyesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi akizungumza na kaimu balozi wa Marekani nchini Andrew Rents Ikulu Zanzibar jana. Kilaini mataka matumaini makubwa tume ya Jaji Chande. Habari katika ukurasa wa 5. Ajinyonga kisa kuzuiwa kudokoa mahindi mabichi. Habari katika ukurasa wa 16. Serikali yawapa msaada waathirika wa mafuriko Mvomero. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenye limeandika Zanzibar Marekani kuendeleza ushirikiano. Dr. Mwinyi akutana na uongozi wa TTCL. Habari katika kurasa za ndani. WHO yasikitishwa na shambulio. Pinda ataka vijana wawezeshwe. Habari katika ukurasa wa 18. Wizara ya Afya yatahadharisha ongezeko la mafua makali. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali iko mbioni kukamilisha mfumo wa hija. Habari katika ukurasa wa 2. Kuimarika matumizi ya teknolojia kutakuza uchumi Soranga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. WHO
yasikitishwa shambulio lililoua watu 64 hospitalini Sudan, na habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Steve Barker ajilipua. Kuna jambo nyuma pazia, habari katika ukurasa wa pili. Miwili, mkataba mpya wa Mpanzu ndani ya Simba ni miaka 2, huku pia ukiwa ni msimu wake wa pili. Habari picha inamuonesha Eli Mpanzu akiwa na Mo Dewji. Nne zijazo za Simba ni April 2 dhidi ya Coastal Union, April 5 dhidi ya Azam FC, April 9 dhidi ya Fountain Gate, April 12 dhidi ya Dodoma JFA Cup. Siku 9 ngumu. Habari katika ukurasa wa pili. Ijayo ni April 4, Yanga dhidi ya Prisons KMC Complex. Habari picha ikimuonesha Pedro Goncalves. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika hisia zangu na Edo Kumwembe, jumba bovu. Habari katika ukurasa wa 20. FIFA Series Machi 26 ni Tanzania dhidi ya Liechtenstein saa 11 kamili jioni Pele Rwanda. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani, tukianzia na gazeti ya Habari Leo ukurasa wake wa nyuma lenye limeandika Makonda awapa neno Dar City. Habari picha ikimuonesha waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda akimkabidhi bendera ya taifa nahodha wa timu ya mpira wa kikapu ya Dar City Hashim Thabit, ambaye pia ni rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania, kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere. Beka ataka mabao zaidi Simba. Habari katika kurasa za 8. Mpanzu ajifunga Simba. Jiri atangaza ujio mpya. Habari katika ukurasa wa 21. Guardiola Arsenal iko imara ubingwa England. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe lenye limeandika Simba full kicheko, Mpanzu asaini tena. Kocha Beka atamba kikosi chake kitakuwa tishio, awatisha upinzani wake. Kuelekea undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Yanga bado tuko vitani, dozi kurejea. Habari katika ukurasa wa 23. Vita kali kuania kiatu cha dhahabu. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe. Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika imeisha hiyo, Simba yabania Mpanzu safi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Mshambuliaji wa Simba Eli Mpanzu akiona baadhi ya viongozi wa klabu hiyo baada ya kusaini mkataba wa miaka 2 hapo jana. Makonda itaka Dar City kutikisa kikapu Afrika. Habari katika ukurasa wa 23. Man City 2 Arsenal 0 mchezo wa Carabao. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Yanga Pedro uso kwa uso. Habari katika ukurasa wa 23. Pizzo kuja kivingine. Habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.